Ati ilitanda mapema leo katika eneo bunge la Olkalau, kipindi ambacho wakazi walikuwa wakipiga kura, huku makundi ya vijana yakidaiwa kutoa vitisho kwa wapiga kura. Hata hivyo, maelfu ya watu walijitokeza kupiga kura kumchagua kiongozi atakayewakilisha eneo bunge hilo kwa kipindi cha takriban mwaka mmoja. Kuanzia mwendo wa asubuhi, shughuli ya upigaji kura ilikuwa shwari katika eneo bunge la Olkalau, huku wakazi wa eneo la Olkalau wakijitokeza kwa wingi kuanzia mwendo saa 12 asubuhi kumchagua kiongozi atakayemrithi David Kiaraho. Idadi kubwa ya watu waliojitokeza walikuwa ni wazee, kinyume na jinsi baadhi ya wananchi walivyokuwa wakitarajia. Mgombea wa ubunge wa chama cha DCP Douglas Waweru alipiga kura katika kituo cha shule ya msingi ya AC. Like in the morning, some of our agents were asked to provide copies of the ID, solving the problem. So the process very nicely, the security tight. Muda mchache baadaye, hali ya tiati ilianza kutanda baada ya wakazi kuzuia gari la polisi kuingia katika kituo cha kupiga kura. Baadhi ya wakazi wa eneo bunge la Olkalau walianza kulalamika kuhusu maafisa waliodaiwa kuwa hawakuwa wamevalia sare rasmi za kazi, hatua iliyolazimisha wakazi kuanza kuzua fujo. So naomba tu serikali ikuwa na amani na watu wa Olkalau watakuwa na amani. Thank you so much. Pia inadaiwa kwamba kulikuwa na baadhi ya makundi ambayo yalisemekana kuzua fujo ili kutatiza shughuli hii katika baadhi ya sehemu. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alishutumu serikali kwa kuwaruhusu maafisa wasiokuwa na sare rasmi za kazi kufika eneo la Olkalau, akidai hii ilikuwa njia ya kuleta uoga kwa wapiga kura. Mgombea wa ubunge kwa tiketi ya chama tawala cha UDA Samuel Mushina alipiga kura katika kituo cha Huruma Primary School. Hapo awali alikuwa ametoa malalamishi kuwa gari lililokuwa limebeba ajenti wake lilichomwa jana, sasa akitaka tume ya IEBC kuchunguza watu waliotoa fedha kwa wapiga kura. This morning I have had two other incidences whereby I have had some individuals wenye wanapeana pesa huku kwa polling station, and I'm calling the IEBC to investigate the issue because I have heard from my people na kwamba kuna watu walikuwa kwa police station kadhaa ambao wanajaribu kuhonga wapiga kura katika police station zetu, but I believe IEBC will take the action against those individuals. Mgombea wa chama cha Jubilee Wilson Kigwa, ambaye alipiga kura yake katika kituo cha Kandutura Primary School, alisema kwamba baadhi ya watu wazee walikuwa na changamoto ya kujitambulisha kwa alama za vidole, hatua iliyochelewesha shughuli ya upigaji kura. Or those who are maybe use their hands a lot in their jobs, they are finding challenges to be identified through the fingerprints. That is one of the major challenges, but I have seen in particular in Moiri, the IEBC is having an alternative way of identifying them. Idadi ya wapiga kura waliojiandikisha ni 73,480, huko vituo vya kupigia kura vikiwa 144. Tume ya IEBC iliidhinisha wagombea 9 pekee katika kinyang'anyiro hiki, nafasi ya ubunge iliyoachwa wazi baada ya kufariki kwa mbunge David Kiaraho mapema mwaka huu. Paul Kirobi, TV47.